Salamu kwako mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 duniani kote unakotufuata. Leo ni tarehe 5 mwezi wa Januari mwaka 2026 na hapo tukukaribisha kufuata matangazo ya asubuhi ya leo. Itasomwa studioni na mtangazaji wako Mr. Peter, upande wa ufundi Dashkasha kishikilia umitambo. Na hapo tukujuzia kwamba tunapatikana kwenye tovuti mbalimbali ikiwemo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Ukiandika Kwetu News 24 upate matangazo bora na sahihi. Channel yako pendwa na bora zaidi tukujuzia kwamba inakutolea matangazo asubuhi, mchana na jioni. Ukitaka kupata matangazo ya ulimwengu ikiwemo DRC, tunapatikana ni mashariki mwa DRC, ni Kwetu News 24. Kwanza karibu kwa matangazo menyewe. Kisha kuanguka kwa mji wa Uvira, hapo M23 wanajelekeza Kamituga. Licha ya maonyo ya mara kwa mara kutoka Marekani na Umoja wa Mataifa, unaendelea kuendesha mashambulizi yake kwa utaratibu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hawa fichi tena nia zao na kupanua maeneo yanayodhibiti, jambo linalozuia hofu na kuongezeka tena kwa hali ya ukosefu wa usalama katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Baada ya kuteka mji wa kimkakati wa Uvira uliopo kando ya ziwa Tanganyika, M23 RDF ilitangaza siku ya Jumamosi tarehe 3 Januari mwaka huu nia yake ya kusonga mbele kuelekea eneo la Mwange. Sasa walengwa wao ni mji wa madini wa Kamituga pamoja na uwanja wa ndege wa Kitutu. Miundombinu inayochukuliwa kuwa muhimu kwa usambazaji wa vifaa, maji wa kijeshi na udhibiti wa eneo hilo lenye rasilimali nyingi za asili. Tukaendelea na taarifa ya habari ndogo mpendwa msikilizaji kwenye asubuhi ya leo, ikiwemo ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelingilia kati hili kuhakikisha kurejea kwa masomo kwa utulivu katika eneo lote la taifa kwa muhula huu unaotarajiwa kuanza Jumanne tarehe 6 Januari. Wasiwasi ulikuwa unaongezeka miongoni mwa walimu kutokana na ucheleweshwaji wa majadiliano yao yaliyothibitika kuwa fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya biashara ya mwaka 2025 zilikuwa tayari zimetolewa na serikali, na kwamba ucheleweshaji uliobainika ulitokana na kasoro katikati ya usimamizi wa uendeshaji wa malipo. Hivyo serikali iliweza kubaini vikwazo vilivyokuwepo na kwa hatua za kurekebisha ili kuzuia matatizo hayo kuathirika na kurejea kwa shule. Basi tuelekee maeneo ya Fizi. Makundi mawili ya wazalendo yanapambana na maisha. Mapigano ya kutumia silaha yamekuwa yakiendelea tangu jana hadi Jumapili hii tarehe 4 Januari 2026 katika kijiji cha Namisha na maeneo ya jirani kusini mwa Fizi Centre kando ya barabara ya kitaifa namba 5. Makundi mawili ya wazalendo yanayohusika ni CNPCC inayoongozwa na Jenerali William Amuri ya Kutumba na kundi la Biloze Bishambuke chini ya Jenerali Ngomanzito Delphin. Kwa wajibu wa vyanzo vya kuaminika, ujumbe kutoka CNPC ulitembelea kundi la Biloze Bishambuke kujadili kuondolewa kwa kizuizi cha kulipia kilichowekwa na Mutungulu, eneo linalojulikana kama Mama Tantine. Hata hivyo, wakati wa kurejea walikumbwa na mtego unaodaiwa kuwekwa na kundi la Biloze Bishambuke, hali iliyosababisha mapigano makali. Vifo na majeruhi vimeripotiwa, ingawa idadi kamili bado haijathibitishwa. Uharibifu dhidi ya raia. Ripoti kutoka kwa shirika la kiraia zinaonesha kuwa nyumba yapata 20 za nyasi za familia za kabila la Wafulero zimeteketezwa moto katika eneo la Namisha, Kasanjala na wapiganaji wa CNPC. Pia yameripotiwa kuporwa katika maeneo ya Fizi Centre na Kakunga. Hali bado ni wasiwasi, huku raia wakiendelea kuathirika moja kwa moja na vurugu hizi. Muongelee mchungaji Paul Mukendi. Mchungaji Paul Mukendi ameita hadharani Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuchukua hatua maalum dhidi ya Rais wa Rwanda. Katika tamko lake, mchungaji huyo anasema kwamba Rais Felix Tshisekedi anapaswa akilinganisha hatua hiyo
inayowezekana na kile anachokielezea kuwa ni operation iliyowahi kufanywa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Bado tungana taarifa ya habari kwenye asubuhi ya leo. Endelea kuifuata kwa News 24 ukipata taarifa bora na yenye ufasaha. Jielekeze nchini Burkina Faso. Usiku wa mvutano mkubwa, tahadhari za usalama na ujumuishaji wa wananchi vimezua tena hofu ya kuzoofika kwa serikali ya kijeshi huko Ouagadougou. Hapa kuna muhtasari wa kina wa matukio, wahusika na masuala muhimu. Wakati Burkina Faso ikiendeshwa na serikali ya kijeshi tangu mwaka 2022, mfululizo mpya wa kutokuwa na utulivu umezua mshtuko chini mwanzoni mwa wikendi ya Januari. Ishara za usalama zenye wasiwasi ziliripotiwa na vyanzo vya ndani na mitandao iliyo karibu na madaraka zimechochea hofu la jaribio la mapinduzi ya ndani, kukamatwa kwa baadhi ya watu, uvumi wa jama, ueneaji wa majeshi na majibu ya wananchi vinavyoonyesha hali ya kisiasa na usalama bado dhaifu sana huko nchini Burkina Faso. Burkina Faso ilipitia usiku wa mvutano mkubwa kati ya Jumamosi Januari 3 na Jumapili Januari 4 katika baadhi ya vitongoji vya mikakati vya Ouagadougou, lakini pia huko Bobo Dioulasso, mji wa pili kwa ukubwa nchini Burkina Faso, umegundulika mienendo isiyokuwa ya kawaida ya wananchi na vikosi vya usalama. Vyama vinavyohusiana na Les Citoyens vinaofadhaika kwa kuunga mkono utawala wa kijeshi viliazimika wakazi kukusanya na kuzuia kile wanachokisalilisha kama jaribio la mapinduzi lililokaribia. Basi hii ilikuwa ni Kwetu News 24 na hapo tunaelekea mwisho wa matangazo ya asubuhi ya leo. Ilisomwa na studio ni mtangazaji wako Mr. Peter, tukikukumbusha ya kwamba tunapatikana na mashariki mwa DRC na huko tukikutangazia matangazo kutoka kwenye tovuti mbalimbali ikiwemo Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok na mitandao mengine. Basi tufuatilie kila siku na kila saa, kila dakika Kwetu News 24. Tunamnyaga kwa heri, kuonana tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.